Safari ya maendeleo huanza kwa uongozi imara. Uongozi bora na thabiti ndio msingi wa maendeleo ya chama na ustawi wa wanachama wake. Kwa kuzingatia dhana hiyo, Katibu wa UWT Wilaya ya Kati, ambaye pia ni mtendaji mkuu wa UWT Wilaya ya Kati, Rehema Haji Makame, amefanya ziara ya kikazi katika matawi mbalimbali kwa lengo la kuimarisha chama, kutathmini uhai wa UWT pamoja na kusikiliza changamoto zinazowakabili wanachama na viongozi katika ngazi za matawi. Ziara hiyo ilianzia katika tawi la Mwera Kiongoni, ambapo katibu huyo alisisitiza kuwa hakuna mwanachama anayepaswa kukosa kunufaika na matunda ya chama. Hata hivyo, alieleza kuwa tawi hilo linakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa ushirikiano kati ya viongozi na wanachama, hali inayohitaji kutafutiwa ufumbuzi ili kuimarisha mshikamano na ufanisi wa utekelezaji wa shughuli za chama. Hakuna asiofaidika na matunda ya Chama cha Mapinduzi. Sisemei kwenye ajira, sisemei kwengine. Lakini hichi kitendo huko kwa hadi kunapoitwa sijui kichakakundi, kama unafika kwa miguu na kuuliza tumelala kote. Tena mimi kwa kipanda na tunapoza za CCM. Basi tuseme ndio matunda yenyewe. Zamani urandi tukiogopa, kwani si kweli? Sasa kwa nini chama tukisemei? Na ili hichi chama manake kikubwa tuseme kwa kweli, na watu wa kusema hata na wanachama oye. Ni sisi viongozi. Sisi viongozi tunakwenda kusema vizuri, lakini kama kuna sitofahamu ndogo maana tumetoka kwenye uchaguzi. Inawezekana huko kama watu walikuwa msana kidogo tu kwenye uchaguzi, basi tusameheane, ndio uchaguzi umeisha. Tusameheane, tuondoke hatua moja tuende hatua nyingine, tufanye kazi za chama. Tukubaliane kabisa, na hili nafikiri tunaoitana tushaambizana, uchaguzi umeisha, alioshinda kashinda, aliongoza sio riski yake. Huwezi kwenda kama Mungu hajataka. Lazima unachokitaka wewe huwezi kupata, isipokuwa anachotaka Mungu ndio utapata. Kwa hiyo kama mtu wako akushinda leo atashinda kesho, lakini chama kiendelee, na ndio maana baada ya uchaguzi tunakuja makundi tunafanya kazi. Sasa sisi hatujui hapa kwetu kama bado kuna makundi, hatujui hapa kwetu kwamba kuna watu wamekerwa, hatujui nini, lakini Chama cha Mapinduzi ndani ya tawi hili hakiko salama. Akiendelea na ziara yake katika matawi ya Ng'ambwa pamoja na Kaipwani A, baadhi ya wanachama walieleza kuwepo kwa sintofahamu kati ya watendaji na wanachama. Walisema hali hiyo imekuwa ikizorotesha utendaji wa matawi na kupunguza kasi ya utekelezaji wa majukumu ya chama katika maeneo hayo. Katika sheria yetu so kikao hichi tu ambacho tuna hapa sisi ndio tumepata wingi, kwa sababu ndio kama kamati yule kama tunashajishana tu. Kiukweli bomba limepigwa ingaje ni mvua, lakini tungeambia hii asubuhi leo kuna msaada hapa, basi ngeelewa wote walikuwa na watu. Lakini kwa leo hichi kikao hichi, na hii inatokana na nini? Kuna baadhi ya vikundi walikuwa wanaenda kusoma kiburi 5,000 10,000. Hata na sisi kama tutekelezaji kwa tunaenda kwa gari. Mfano leo Bikirawa tunapigwa simu kuja huko. Gari tunatiliwa mafuta lakini tunarudi kule. Yule ukimwona anashuka kwenye gari, washauri kula pesa zao. Kwa kile pale sie katika sheria hapa pamoja na kile tunachotusibu, watakwambia ni haya ndio mmeona bure, mnapigisha bomba waje. Basi nenda mwenyewe mla kula pesa. Hapa ndio tumekuja wengi. Na kama wako ndio ambaye si kweli. Tuambaze kwa katika labda tuseme sisi wenyewe wajumbe. Hatuja tayari. Sasa kama taarifa labda tunapata, lakini wasilishaji kwa wanachama wengine wanakuja watu 4 watu 5. Kweli pale patafanyika kikao. Hatuna hili wala lile, tuna dharau. Kusema kweli, uongozi wetu yani kuna kama kitu fulani ambacho hatuelewani. Yani kuna migogoro midogo kama sisi wanawake hatujajiamini. Tumeshakuwepo hapa tawini, au labda tuseme tukishatoka nje hata tayari kuna vineno. Kwa hiyo sisi kwa sisi ambao ni wanawake kwa UWT, basi yao ziko hizi pingamizi hapa zinaendelea sana. Kwa hiyo ndio maana vikao vinakuwa havipo kutokana na haya yote yanayotendeka. Alafu utekelezaji unakuwa sio mzuri, kwa sababu yule anaweza akaambiwa hili asililete hapa kati, tukaojadiliana tukaongea. Katika ziara hiyo, katibu wa UWT wilaya ya Kati aliambatana na mbunge wa viti maalum mkoa wa Kusini Unguja, Mwantatu Mbarak Hamisi,
ambaye alizungumza na wanawake wa kijiji cha Ng'ambo pamoja na Kaipwani A kuhusu umuhimu wa kujitegemea kiuchumi. Aliwahimiza kuanzisha vikundi vya ujasiriamali, kutumia fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali pamoja na kushirikiana ili kuongeza kipato na kuboresha maisha yao. Wanawake wengi wa vijijini, kijiji hichi cha Ng'ambo, wengi wenyewe wanajishughulisha kwa shughuli ndogo ndogo, lakini katika hizo shughuli ndogo ndogo pia kuna changamoto tofauti tofauti. Hamjasema, lakini mimi naelewa changamoto zipo, kwa sababu kuna fursa zimetoka serikalini za mikopo kwa vijana. Tunasikia kwenye redio wanawake sijui wamepewa boti, sijui wapi wamepewa sijui vifaa vya maji, sijui wapi wamepewa hichi. Zile fursa zipo na mikopo ipo, mikopo nafuu ya wanawake ipo. Mazingira mnayajua nyinyi wenyewe. Mimi nitakuja kuonana na hivyo vikundi vya JECA, nitawasikiliza, nilicho nacho nitawasaidia, lakini ningefurahi zaidi kungekuwa na ndani ya tawi ya kikundi chenu cha UWT. Hicho kinaitwa cha nini? UWT. Lakini mradi wenu ni mambo yanaenda kutoka huko, hata kama hatukuja katika nini kwa sheha, lakini tunaweza kukaja hapa tawini, vipi wanawake mtakutiwa hapo na nini, na hicho ndio njia moja ya kuweza kuwafuta wanawake wengine wakawa wanakuja. Ziara hiyo imeonyesha dhamira ya viongozi wa UWT ya kuendelea kusimamia uhai wa chama, kuimarisha mshikamano kati ya viongozi na wanachama, pamoja na kuhakikisha changamoto zinazojitokeza zinapatiwa ufumbuzi kwa wakati, kwa lengo la kujenga chama chenye nguvu na kinachowanufaisha wanachama wote.